Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Niko hapa mbele yako kuleta tathmini fupi juu ya kipindi ambacho kimeanza katika ushirika wetu ambacho kinakwenda kwa jina la Wanawake wa Neno. Kipindi ambacho kimeanzishwa kwa ushirikiano na idara ya wanawake pamoja na ushirika kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malezi kwa wanawake, kwa watoto, kwa vijana na jamii nzima kwa ujumla. Kipindi hiki kimekuwa kikigusa mada mbalimbali za malezi, za kijamii, za kiuchumi pamoja na mambo yanayoendelea katika jamii yetu. Wanawake wa Neno ni kipindi ambacho kilianzishwa na idara ya wanawake kutoka Ebeneza Kanisa Kuu kwa mawazo ya director wetu Sibu. Alitupa mawazo, tukayaona ni kweli ni mawazo mazuri, kwa sababu tulikuwa tukifanya vipindi peke yetu kanisani tukijifundisha wenyewe. Hata aliyeko barazani alikuwa hawezi kujua mada yetu tunaongelea nini. Lakini baada ya kupata hilo wazo, tukaamua kurusha hivyo vipindi kwenye mitandao. Kiukweli tumewafikia watu wengi na tumeweza kuielimisha jamii. Na ndio maana tukapenda hilo wazo na tukaamua kufanya hicho kipindi cha Wanawake wa Neno. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha Wanawake wa Neno ambacho ni wazo ambalo lilitoka kwa director wetu ambaye ndio anayetuongozea kipindi kwa sasa. Baada ya kupata hilo wazo, akalileta kwetu kama idara ya wanawake na watoto na diakonia katika kanisa letu kuu Ebeneza, na akatuelezea, akatoa jinsi ambavyo anatamani tuanzishe kipindi ambacho kitakuwa na manufaa kwa watu wote, na sisi tukakipokea. Huwa tunakuwa na kipindi cha idara ambacho huwa kinakuwa kila Jumanne ya wiki, lakini ni kipindi ambacho tunakuwa ni wanawake pekee yetu wa kanisa kuu Ebeneza. Lakini baada ya kutoa wazo hilo na kuona kwamba ni kipindi ambacho kitawafikia wanawake wengi, kwa sababu kina masuala mengi, kina masomo mengi ya kujifunza, ya kuyaacha mengine, lakini pia yale ambayo yatakusogeza hatua moja mbele, tukaona ni vyema kipindi hicho kiweze kama idara kuweza kukikubali na kukipokea, na tukaanza kufanyia kazi moja kwa moja. Moja ya mambo ambayo yanavunja sana ndoa ni kukosekana kwa uaminifu. Kwamba uaminifu ukikosekana, kunakuwa na uchungu ambao unapelekea ndoa ile ivunjike. Kwa hiyo maneno tunayozungumza kwa watoto yana matokeo makubwa sana kule mbeleni. Na ndio maana wakati mwingine ukizungumza neno gumu kwa mtoto, lile neno linaishi maisha yake yote. Faida kubwa ya kipindi hiki ni kwamba kwanza ujumbe ambao wanaotoa unavuka kwenye mipaka ya ushirika. Na ni ujumbe unaogusa malezi. Tunajua nafasi ya mama, nafasi ya mwanamke katika malezi ni kubwa na kutengeneza jamii. Mama ndio mwalimu wa kwanza kwenye familia, mama ni mlezi, mama ni nguzo katika kanisa. Na Biblia imewaita wanawake ni jeshi kubwa. Wanawake walitangazao neno ni jeshi kubwa. Katika kila kipindi haipungui watu 200. Hivyo tumeona sasa kwamba hichi kipindi ni kizuri, kinawafikia watu wengi. Lakini mdahalo wetu pia live ile ilitupatia watu 400 na walioweza kututazama na walioweza kutuangalia, walioweza kutoa komenti zao, walioweza kutoa ushauri. Kiukweli tulifurahi sana. Kwa hiyo kwa mwanzo huu ni mzuri sana ambao umetubariki hata sisi tuendelee na kupata nguvu ya kuendelea na kipindi hichi mpaka mwisho. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu atatusaidia na tutafanikisha tena kwa kipindi kijacho ambacho season 2. Kiukweli mjiandae. Kitakuwa ni kipindi kizuri sana ambacho kitawapa mada nyingine nzuri zaidi ya hizi zilizopita. Safari ya vipindi 10 haikuwa nyepesi. Maana kila kipindi kilikuwa kina wageni wake. Kwa hiyo ni kazi kubwa kweli kutafuta wageni, kutafuta mada, kufanya nini. Lakini tunamshukuru director aliweza kutusaidia kwa 100%. Safari ilikuwa ni ndefu, vipingamizi vilikuwa ni vingi, lakini kwa uwezo wa Mungu tumeweza kuvuka katika hivyo vipindi 10. Na kipindi cha mwisho tulifanya mdahalo. Kwa kweli mdahalo ulienda vizuri na tuliwafikia watu wengi. Nafikiri watu wengi wamepona kwenye habari ya ndoa kuhusu ule mdahalo tulioufanya.
Unasema malezi bora kwa mtoto ni zawadi tosha, mfanye rafiki, wacha kumtisha. Si unanielewa? Mchape kidogo, mtandike kidogo, mtoto hachomi moto bwana. Wema mdogo. Unanielewa? Safari yangu ya vipindi 10 tulivyofanya hapo nyuma, kwa kweli ilikuwa sio safari rahisi, kwa sababu kwanza sijasomea kutangaza. Ni ile tu Mungu amenisaidia kwamba nimeweza kuwa kiongozi kwenye idara, kwa hiyo nikachaguliwa pia kwamba niwe mwongozaji, lakini sijaweza kusomea au kupata experience yoyote kwa ajili ya kutangaza kipindi chochote. Ila namshukuru Mungu kwamba katika safari yangu hii ya vipindi 10 naona kwamba watu wananiambia kwamba tunafanya vizuri, na kila kitu ambacho tunakifanya nafikiri kinafika kwa wakati ambao unastahili. Sisi wa MAOST hatujapitia shule hiyo, lakini tunashukuru Mungu kwa uwezo wa pekee ametusaidia na tumefanya vipindi hivyo kama ambavyo watu wanavyotuambia. Kwa sisi wenyewe hatuwezi kujiona, lakini tunaona watu jinsi wanavyotuelekeza, wanatuambia kwamba mmefanya vizuri, na sisi kwa hiyo tunajua kumbe tunaweza katika kuhosti au kuwa mtangazaji wa kipindi kizuri kabisa cha Wanawake wa Neno. Hali ni ngumu kuanzia asubuhi mpaka jioni, alafu utarajie huyu mtoto apate elimu. Wapenzi watazamaji, sio sahihi. Naamini mada hii itawafundisha wengi, na kama ni mzazi unayetuangalia na kutusikiliza sasa hivi, kama una hiyo tabia kumwacha mtoto wako ashinde njaa, ubongo hauwezi kupokea elimu mtoto akiwa na njaa. Maana kuna kuambatana katika mambo mengi. Kuambatana sio kule kwa kitandani tu. Kuna kuambatana kimawazo. Labda huyu ana mawazo haya na mtazamo huu, na yule mwingine yuko vile. Lakini msema kwamba wataambatana na kuwa mwili mmoja. Pia wawaze mamoja, wanie mamoja. Katika kipindi ambacho nilikipenda sana na nilikifurahia ni mada ambayo ilisema kati ya simu na wazazi au walezi, ni nani analea mtoto wako? Kipindi hiki nilikipenda sana kwa sababu tulijifunza vitu vingi ambavyo vilionekana kwamba kuna baadhi ya wazazi wanatumia muda mwingi sana katika kufanya mambo mengine bila kuangalia watoto. Kwa hiyo watoto wanakuwa wanalelewa na simu, wengine wanalelewa na wadada tu wa kazi nyumbani, wanalelewa na television, yani wanaangalia TV ndio wanajifunza vitu mbalimbali, lakini wazazi hawana muda wa kuangalia watoto. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki nina imani sana kwamba kwa kuwa mimi nimekifurahia, hata na wengine wengi wamekifurahia na wamekikubali, na kimewasaidia na kuwaponya hata wale baadhi ya wazazi ambao walikuwa wamerudi nyuma kwa ajili ya kulea watoto wao na kuachia tu simu. Kipindi ambacho mimi kwangu ni kipindi ambacho nimekipenda, ni kipindi ambacho tulikifanya kwenye mdahalo ambao ilikuwa ni kwa nini ndoa nyingi zinavunjika za sasa. Ni kipindi ambacho watu wengi waliokiangalia, na nafikiri maoni yao yamekuwa mengi zaidi kuliko vipindi vingine. Kipindi kimewasaidia sana kwa namna moja au nyingine. Kiuhalisia ndoa nyingi za sasa hivi zimekuwa kama vile za kutengeneza. Ingawa sisi katika nchi yetu ya Tanzania hatuna ndoa za mkataba, lakini watu wengi au vijana wengi wa sasa hivi kwenye ndoa zao imekuwa kama vile ndoa za mkataba. Wanaingia wakijaribu kuangalia watakutana na kitu gani kule ndani, na wanapofika wakikuta tu kwamba mazingira walio expect kwamba watayakuta kule ndani hawakuyakuta, ni rahisi sana mioyo yao kuvunjika kwa haraka na kukata tamaa kwa haraka na kuvunja ndoa zao kwa haraka. Kwa hiyo katika mdahalo ule tunamshukuru Mungu, tulikuwa na mkuu wa wilaya pia aliweza kutoa naye maoni yake kutokana na kwamba serikali ili jambo linakwenda kwao vipi, ikaonekana kwao pia wanapata mashauri mengi sana yanayohusu kuvunjika kwa ndoa. Kwa hiyo kipindi hicho kwa kweli mimi personal kimenisaidia, lakini na watu wengi sana kimewasaidia pia. Kipindi kilichonifurahisha sana ni kipindi ambacho ni cha mwanamke na uhuru wa uchumi. Kwa kweli kipindi hicho mimi kilikonga moyo wangu sana, kwa sababu niliona ni namna gani vipi wanawake inatakiwa wasimame wafanye biashara kwa uhuru. Katika kipindi hicho tulikuwa na mchungaji ambaye alielezea kiundani zaidi kwamba mwanamke anatakiwa asimame vipi kwenye biashara ili awe huru.
na tukaona wanawake wengi wamefanya biashara na wamefanikiwa na wameweza kusimama vizuri kanisani na wameweza kusimamia familia zao. Kuna wakati baba anakwama, mwanamke anasimama. Kweli kipindi changu pendwa ambacho nikiona kwamba ni kipindi kizuri, kinagusa sana jamii na mimi kimenisaidia, ni kipindi cha nguvu ya maneno ya mzazi kwa mtoto. Walituambia maneno tunayoyatamka sisi kama walezi au wazazi kwamba yanaumbika. Sasa unamuumbia mtoto maneno mabaya kwamba hautofanikiwa. Ikifika huko juu katika ukuaji wake asifanikiwe, kumbe wewe mzazi ndio unakuwa umesababisha au mlezi. Kwa hiyo tujifunze, kilitufundisha kunena maneno mazuri kwa watoto ili waendelee kuwa na maisha mazuri yenye baraka, amani. Wazazi tukajifunza kwamba tuwatamkie watoto baraka tofauti na maneno mabaya, matusi na nini, tusiwafundishe hayo maneno. Kwa hiyo kilinifundisha vitu vingi kwa kweli, na mimi nafikiri hata na watazamaji wenzangu na wenyewe pia walijifunza kitu kutoka kwetu. Ni vijana wachache sana wanaoingia kwenye ndoa bila kukutana kimwili. Wanakutana kwanza kimwili. Sasa wakishakutana kimwili, wakija kuoana kule ndani hawaaminiani. Degree haiwezi kawa mbadala wa ndoa. Degree haiwezi kawa mbadala wa mwanaume. Degree haiwezi kawa mbadala wa watoto. Degree haiwezi kawa mbadala wa familia. Degree ni makaratasi. Changamoto tulizozipitia, kwanza kabisa tumepitia changamoto ya uhaba wa vifaa. Unakuta tunakuwa tuna vifaa, vinahitajika vifaa vya sauti lakini vinakuwa ni vichache. Kwa hiyo unakuta pale mahosti mbele wana vile vinasa sauti tofauti ambavyo vinaondoa muonekano wa pale mbele. Huyu anakuwa na mic ya rangi ya blue, huyu rangi ya nini, mwingine kachomekewa hapa. Kwa hiyo yani haileti sare kwa wale wanaokuwa pale mbele. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili, tunakutana na changamoto ya taa. Unakuta taa labda wakati mwingine hazitoshi, au taa wakati mwingine zinaungua. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi tunazozipata, lakini kama tukiweza kupata wadhamini au tukiweza kupata watu wa kuweza kutupush, tukaweza kupata vile vifaa, mimi nafikiri kipindi kitakuwa ni kizuri zaidi. Kwa hiyo changamoto kidogo zitapungua. Mshukuru sana Mungu, pamoja na ugumu ambao ulikuwa katika kuandaa vipindi hivyo, lakini tumeweza kuvitoa. Changamoto kubwa ambayo tume-experience katika kipindi hiki ni namna ambavyo tuna rekodi. Natakiwa tuwe na specific time, yani muda ambao tutahakikisha kwamba shughuli zote kwanza za kanisani zimekwisha, kutokana na sauti kuwa zinaingiliana kwa sababu ya mwangwi. Kanisa letu lina mwangwi kidogo, na tupo nafanyia vipindi vyetu katika ofisi ukumbi mmoja wa kanisa ambao mwangwi saa zingine unakuwa ni mkali. Kwa hivyo inatakiwa tusubiri shughuli zote za kanisani ziishe ndipo na sisi tuanze. Hiyo ni changamoto moja ambayo nafikiri utatuzi wake kadri unavyozidi kuendelea. Tunaahidi kwamba tutatafuta eneo ambalo litakuwa halina mwangwi na sauti kuingiliana. Kwa hiyo tutaweza tukarekodi vizuri zaidi na kwa muda ambao tutakuwa tumeuweka vizuri. Changamoto nyingine ya pili ni changamoto ya fedha. Wakati tunaendesha hivi vipindi 10, kwa kweli vipindi vyote vinakuwa vinahitaji fedha. Kuna mambo mengi mpaka kipindi kinakuja kurushwa kuonekana mtandaoni, ni fedha inahitajika. Kwa hiyo tunawaomba pia wadau wa kipindi hiki, kama kuna yoyote anaweza kutudhamini, atudhamini kwenye rasilimali fedha ili tuweze kurusha hivyo vipindi. Maana tumemaliza msimu wa kwanza, tunaingia msimu wa pili na tunategemea mambo makubwa zaidi, tunategemea ubora zaidi, lakini hayo yote yanahitaji fedha. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba baadhi ya watu watakaoguswa waweze kutusaidia ili tuweze kusonga mbele zaidi kwa ubora zaidi. Kile changamoto kubwa ambayo tungeweza kuisema moja kwa moja, idara ya wanawake kila wakati nikiongea nao, na wanatamani kipindi kiwe kikubwa lakini kiwe na ufanisi mkubwa zaidi. Kwa hiyo kiwe na vifaa vya kutosha, lakini pia mahali, lakini pengine pia wangetamani kuwa na watu mbalimbali, wataalamu kutoka mbali. Kwa hiyo swala la kwanza kabisa tunasema ni swala la budget. Tunahitaji budget ambayo inaweza kuwasaidia kufanya wanachotaka ili mradi kile kipindi kiwe na ufanisi. Kwa namna moja au nyingine, wanawake wamejitahidi sana kuweza kutoa fedha zao katika kipindi chote hiki cha vipindi 10 ambavyo tumerekodi. Tunahitaji support kidogo kwa
watu wengine ambao wataweza kusaidia tuweze kuendeleza vipindi vyetu. Changamoto ni nyingi kwa sababu kwanza kipindi ni kipi. Kama nilivyowaambia hapo mwanzoni kwamba sisi sio wataalamu, kwamba watangazaji wataalamu. Kila kitu tulikuwa tunajifunza. Ila tunamshukuru Mungu kwa kutupa yule kijana director wetu ambaye anatufundisha kwa mambo yote ambayo tumeyafanya kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi vipindi 10. Tulikuwa hatujui kitu, lakini tunaona kwamba kila kitu tunachokifanya akituelekeza tunafanya, na umri wetu unavyoenda ni kwamba ni watu tumeanza kuingia kwenye umri fulani wa kusahau. Wakati mwingine anatufundisha tunasahau, lakini tunamshukuru Mungu tunaenda vizuri. Season ya pili inayofuata ya Mwanamke wa Neno tutafanya makubwa zaidi, kwa sababu hata hivi tulivyovifanya hivi 10 vimeonekana kwa watu mbalimbali na vimefufua ndoa zilizokuwa zimekufa. Zimetoa watoto waliokuwa mitaani, wazazi wengi wamerudi kwenye familia zao na wamerudi kurudisha familia zao vizuri, na wengine waliokuwa wamesababisha ndoa zao kuvurugika, aidha kwa kutokuelewana kwa ajili ya uchumi mdogo, kwa ajili ya nini, wamerudi sasa, wakaona si vema kuparanganyika, wakaona sasa tuirudishe ndoa yetu, tusimame imara ili pasiwepo na watoto wa mitaani. Msimu wa pili tutakaoanza wa Wanawake wa Neno, tunawaahidi kuendelea kutoa elimu zaidi, hasa kwa vijana, wa mama na watoto pia. Tunategemea kutoa elimu ili wa vijana waweze kuelimika. Tunajua kabisa sasa hivi kuna mmomonyoko wa maadili ambao kwa kweli imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kupitia vipindi hivi vya Wanawake wa Neno tunategemea kwamba tutawaelimisha vijana, angalau maana yake tunafanya kwa ajili ya Mungu, na tunajua Mungu hajawahi kushindwa. Kwa hiyo tunajua Mungu atagusa kijana yoyote, atagusa mtoto yoyote au mzazi yoyote. Kwa vipindi vitakavyokuja tunajua kabisa kuna watu wataelimika na kuna watu Mungu atawatoa mahali fulani na kuwapeleka mahali fulani. Kwa kweli director alivyotuletea hili jambo, tukaona tulibebe kwa mzigo kabisa ili tufanye hichi kitu kwa ajili ya kuelimisha jamii kwa namna ya pekee, na kiukweli tumeelimisha jamii, tumewafikia wengi, wameelimika. Idara kama idara imenufaika kwa sababu imeonyesha nia na imefanikisha kipindi hichi kwa asilimia kubwa. Lakini pia niwapongeze viongozi wote ambao tuliwachagua katika kamati hizo, wamefanya kazi kubwa sana, akiwepo mwenyekiti, mhasibu, katibu, wote wamefanya kazi hii kwa ukubwa kabisa na wamelibeba kama mzigo. Lakini pia tunamshukuru director wetu Dani Sibu, ametuletea hilo wazo na tukalifanyia kazi kwa ukubwa kabisa. Yani kiukweli tunamshukuru pia Dani kwa sababu hatakuwa na wazo hilo, ni yeye pia, ni maono yake. Kipekee tunapenda kuwashukuru makameramani wetu. Tunaye kijana wa hapa kanisani, naye ni kijana wetu tunamlea, Makala pamoja na Yeremia na crew nzima ya Tehama ambao huwa wanarusha vipindi vyetu bila kuwapa kitu chochote. Kwa kweli tunawashukuru sana vijana wetu, na sisi tunaamini kwamba kwa sababu sisi ni wazazi tutaendelea kuwalea katika maadili yanayostahili kufuatana na vipindi vyetu tunavyovirusha kila siku. Asanteni sana vijana wetu. Pekee pia tunaushukuru uongozi wote wa kanisa ambao tulileta wazo na wakatupokea kwa mikono miwili. Kwa kweli walilipokea wazo letu na tunaamini kwamba walilifanyia kazi, ndio maana sasa hivi mnatuona kwenye vipindi vyetu, kwa sababu tunatumia YouTube ya kanisa, tunatumia vifaa vya kanisa, kuanzia baba askofu mpaka baba mchungaji Mkilamwene. Wote tunawashukuru sana, uongozi mzima tuko pamoja nao wakati wote, tukikwama sehemu yoyote kwa kweli wanatusaidia. Tunawashukuru sana viongozi wote kwa kutusaidia katika hilo. Tunawashukuru washarika wote ambao mnatutazama wa hapa KKT Ebeneza Shinyanga. Tunawashukuru sana watazamaji wetu wote, Wakristo na wasio Wakristo. Tunaishukuru jamii nzima, kwa kweli dunia nzima wanatuangalia, hata Marekani wanatuangalia, wapi kote kule wanakotuangalia. Tunawashukuru sana kwa kutufuatilia. Msiache kusubscribe, kushare na kucomment katika vipindi vyetu ili tuendelee kuwaletea mada nyingi ambazo zitakwenda kutusaidia kuisaidia jamii, taifa na dunia nzima kwa ujumla. Wanawake wa Neno. Kwenye shida nasimama, si kwa nguvu zangu peke, nina mwamba wa